Huja na changamoto kadha wa kadha kwa watoto wa kike kama vile ukeketaji, ndoa za mapema na mimba za mapema, hasa katika kaunti za wafugaji. Katika kaunti ya Pokot Magharibi, mwandishi wetu Andrew Juma anaangazia juhudi za wanaharakati wa elimu ya mtoto wa kike katika kuhakikisha kuwa wanafunzi hao hawaathiriki wakati huu wa likizo. Likizo ya mwezi wa Aprili inapoendelea hapa kaunti ya Pokot Magharibi, washikadau wa elimu wameendelea kuelezea hofu yao kuhusu afya na maisha ya mtoto wa kike, wakisema kwamba huu ndio wakati ambapo wasichana wengi hujipata kwenye ndoa za mapema, wengine wakilazimishwa kukeketwa, hatua ambayo wanasema kwamba itakuwa bora iwapo wazazi watachukua jukumu la kuhakikisha kwamba wanao wanaepuka ukeketaji na ndoa za mapema. Watoto wa kike wengi wanaolewa kwa umri ndogo, especially hapa upande wa Kapenguria ni sawa, lakini ukienda ndani kabisa upande kuelekea mpaka ya Pokot na Uganda, bado utapata kuna watoto wachanga sana ambao wako umri ndogo na wameolewa. Kuna wale wengine wanajua kuyapa na watoto kutairizwa watoto. Tunaomba ya kwamba hiyo kitu asionekane tena. Watoto wakae vile Mungu aliumba hawa. Washikadau hao hata hivyo wanapendekeza kwamba itakuwa bora iwapo wazazi watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanao wanapokea elimu ili maisha yao ya usoni waweze kupata fursa ya kusaka nafasi za ajira katika mataifa ya ughaibuni. President wa Amerika Trump alisema kila mtu ambaye atakayefanya degree kwa Amerika na graduate kwa Amerika atapewa green card. Unajua green card is gold. Tukipeleka watoto wetu waende wasome huko. Unajua governor wa Uasin Gishu alikuwa hapa saa zile na akasema vile watoto wa Uasin Gishu wameenda Australia. Kama kila mtoto kwa kila nyumba ameenda Australia kule Uasin Gishu, inawezekana kwa kila mtoto kwa kila nyumba waende Amerika kwa West Pokot. Andrew Juma, TV47 katika mji wa Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi. Tuangazie